Let us pray. Baba na Mungu wetu tupendaye, siku ya leo ni siku ya Sabato ambayo uliitenga na ukaibariki. Najua kuna wengine kwa mawazo yao wanasema sisi saa 8 hatutarudi. Lakini hebu Baba ukajitukuza na ukajionyesha kwamba wewe ndiwe Mungu. Na nitumaini na ni agizo lako kwamba wana wako wakakuabudu siku ya Sabato. Maana siku hiyo imetengwa kwa ajili ya utukufu wako. Ninaomba Baba, hata wale wako na nia ya kutokuja saa 8, ninawakabidhi mikononi mwako, maana si kwamba hauna uwezo wa kubadilisha nia yao. Umewapa ruhusa na nafasi ya kufanya uamuzi. Lakini kwa hili ninaomba Mungu Mwenyezi ukatende jambo kwa ajili ya maisha yao, ili kwamba Baba Mtakatifu wajifunze kukuabudu katika siku ya Sabato, na si siku ya Sabato nusu, ila siku ya Sabato yote. Jitukuze sasa na ujionyeshe kwa wana wako kwamba wewe bado ni Mungu uliyekuwepo tangu mbingu na nchi kuwekwa misingi yake. Katika Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Haya, nataka define kidogo tu, ndiposa nitawaambia majukumu ya viongozi ama kiongozi anayesimamia Possibility Ministry. Na jioni tutaweza kuzungumza Possibility Ministry ni nini. Tutaweza kuzungumza jioni. Wapendwa, wale ambao mliokuwa na nia ya kutokuja, natumai mmebadilisha nia hiyo. Jifunie kuwa katika nyumba ya Baba aliye mbinguni. Haya, Possibility Ministry inaangalia wacha nisome kidogo. Ni mpango wa kimataifa wa kanisa la Kiadventista wa Sabato unaolenga kuwajumuisha na kuwainua watu wote, hasa wale wenye mahitaji maalum. Badala ya kuangalia dosari au upungufu ya mtu, APM inaangalia vipawa na uwezo uliopewa na Mungu, ikiamini kwamba kila mtu ana kipawa na anahitajika na ni wa thamani. Amina. Tutazungumza zaidi kuhusu idara hiyo na umuhimu wake. Tutaangalia majukumu viongozi wamepewa. Sio viongozi tu, maana hata wewe uliyeketi hapa uko na jukumu kwa ajili ya kuangalia wengine. Turudi mahali tulikuwa. Nilikuwa nazungumza kwamba Mefibosheti aliweza kuanguka. Alizaliwa akiwa mzima na akaweza kuanguka na miguu yake ikalemaa. Na ni mtoto ambaye ni wa nyumba ya kifalme, maana Saulo ndiye aliyekuwa mfalme wa kwanza kuchaguliwa katika Israeli. Na mtoto huyu alipolemaa, ninajua kwamba kuna wengi waliomdharau, hata kama alikuwa mtoto ambaye amesaliwa katika nyumba ya kifalme. Wakati tunasema kwamba alisaliwa akiwa salama alafu akaanguka miguu yake ikalemaa, hiyo inapaswa kusound katika masikio yako kwamba hata wewe uliyeketi hapa, kuna uwezekano. Hiyo ni jambo la usudi. Kuna uwezekano ukalemaa. Wewe uliyeketi hapa unaniangalia. Niliingia hospitali ya Mrumba nikaangalia jinsi watu wanavyougusa, jinsi watu wanavyolia. The next minute alikuwa sawa, the other minute ako kwa kitanda ya hospitali. Wewe uliyeketi hapa, if you take your minute ya kufikiria
na kuangalia jinsi Mungu ambavyo amekupigania, akakuondolea mahofu ambayo yangekupata. Hata unaweza lala kukesha kanisani, wacha kukuja siku nusu kukesha ukiomba. Kuna uwezekano. Lakini huyu ni mtoto ambaye amesaliwa kwa nyumba ya kifalme. Yaani mtoto ambaye anapaswa kuwa na hadhi yake. Yaani mtoto ambaye anapaswa kuwa na respect yake. Mtoto ambaye ako na kiwango chake cha maisha. Mtoto ambaye hawezi kuchanganyika na watu hivi hivi. Yaani yeye ni mtu ambaye anapaswa kuwa ako na security, amelindwa. Mtu ambaye anapaswa kuwa na wafanyikazi wengi. Lakini ilifika mahali akakosa thamani, licha ya kwamba yeye ni mtoto amesaliwa katika nyumba ya kifalme. Wapendwa katika Kristo, sisi tulioketi hapa tumesaliwa kwa nyumba ya kifalme, Yesu akiwa ndiye mfalme wetu. Tulisaliwa kwa nyumba ya kifalme, maana vyote Mungu alivyoviumba katika shamba la Edeni vilikaa vikamilifu. Alipotazama kila kiumbe alichokiumba, kwa hakika aliona kimekamilika. And he said all was good. The same way Mephibosheth aliposaliwa, familia ilifurahi, maana everything was good. Everything was good until something was happened. Wakati mtoto alipoanguka na akalemaa, akaanza kukosa thamani yake. Bwana wa Mungu, Daudi anatafuta yule ambaye ana thamani kwa macho ya wengine. Daudi anauliza, je, kuna mtu amepaki kwa nyumba ya Sauli nikaweze kumtendea wema kwa ajili ya rafiki yangu Jonathan? Licha ya kwamba mtoto aliyezaliwa kwa nyumba ya kifalme kwa wengi anaonekana kukosa thamani, lakini Daudi anapoangalia anasema yanipasa kutenda wema kwa ajili ya rafiki yangu Jonathan. Baba wetu wa mbinguni anapotutazama, ndio aliumba mwanadamu akiwa mkamilifu pale shamba la Edeni, na akafurahi, maana alimuumba kwa mfano wake, na akasema hakika kazi niliyofanya ni kazi nzuri. Lakini all of a sudden Shetani akaingia katika maisha yaliyokuwa makamilifu ya mwanadamu. Mwanadamu akalemaa, akaingia katika shimo ya dhambi. Again now, Mungu anapotazama anaona ndio mwanadamu niliyemuumba mkamilifu amekwisha kulemaa, ameingia katika shimo ya dhambi. Anauliza, what should I do? Yesu anasema, mimi nitaenda ili kwamba nikamtafute huyu ambaye amelemaa, huyu ambaye amekosa thamani. Nitashuka. Ndiposa Kristo Yesu akaacha ufalme mbinguni, akaacha mandhari ya mbingu yaliyokuwa yanametameta, akashuka katika dunia hii ya dhambi, ili kwamba akafanya mwanadamu aliyekosa thamani akaligaini thamani yake iliyopotea. Daudi anasema, je, kuna mmoja ambaye amepaki kwa nyumba ya Sauli nikaweze kumtendea wema? Yani ni neema inayotafuta Mephibosheth, ni neema inayotutafuta sisi tulioingia katika dhambi. Yani mfalme anajishughulisha na mtu ambaye kwa jamii amekosa thamani.
Hivyo ndivyo upendo wa Mungu ulivyo. Anajishughulisha na wanadamu ambao waliingia katika shimo ya dhambi, wakapoteza dhamani yao. Lakini Yesu Kristo aangalii kupoteza kwa dhamani, anaangalia mtu aliyeumbwa kwa mfano wake. Daudi aangalii mtu aliyepoteza dhamani, anaangalia urafiki aliyokuwa nao wa karibu ndugu yake Jonathan. Maana alimpenda Jonathan na Jonathan akampenda kama nafsi yake mwenyewe. Sasa sisi tunapoona mtu amelemaa, tunaanza kumsema sema, tunamuita jina. Kama jicho moja ndio liko na shida, anawatumia moja kuona, tunamuita yule mtu wa jicho moja. Kama ni mtu amelemaa mguu, anatembea na mguu mwingine moja na pakora, tunamuita yule mtu wa mguu moja. Nataka kuambia masaa haya kwamba Mungu anatudhamini sisi zote. Haijalishi wewe umelemaa, wewe ni wa maana mbele za Mwenyezi Mungu, na amekuumba kwa sababu. Na ndiposa Elda alipokuwa anazungumza hapa akasema, kuna mtu mmoja ambaye alizaliwa akiwa kipofu. Ndiposa watu wakaanza kuuliza, what happened? Ni nini kilifanyika? Ni wazazi waliofanya dhambi ama ni nini ilifanyika? Yesu akasema, haya, hakuna, si mzazi aliyefanya dhambi, wala si dhambi ya huyu ambaye amelemaa, ila haya yamefanyika ili kwamba Mungu akajitukuze. Nataka kuambia hivi kwamba wewe kuwa jinsi ulivyo. Wewe kwa mfano umepata jeraha ya jicho, wewe kwa mfano umepata jeraha ya mguu. Maana hakuna mtu anayeishi katika dunia hii yeye atasema mimi nitaishi hivi usikapata shida. When God allows something to happen, He has a reason for it. Wacha kusema sema watu. Ninawaomba na kuwakanya kwa jina la Yesu. Kuna watu wamepoteza thamani yao kwa ajili kwamba watu wamewasema sema. Kuna wengine wamepoteza wapendwa wao wa karibu, badala ya kuwafariji mnawasema sema. Nawaomba kwa jina la Yesu. Kanisa la Mungu la Kiadventista ni kanisa ambalo ni kimbilio. Msifukuze watu. Nazungumza hili nikiwa na uzito wa moyo. Maana mtu ambaye ako na shida amekimbilia kanisa. Wewe mtumishi wa Mungu unamsema sema kwa nini? Yesu Kristo hakutusema sema. Licha ya kwamba tulipoteza dhamani, Yesu Kristo alishuka na akaja mbingu na vyote vizuri vilivyomo, ili kwamba akafa msalabani, akabeba makosa yetu, akabeba dhambi zetu, ili kwamba tukaligeni dhamani yetu tuliyoipoteza. Wewe unaita mwingine wa jicho moja, aliyekupa ruhusa hiyo ni nani? Wana wa Mungu, the children of God who are able differently, wamepotea kwa kanisa. Maana anasema nitakapoenda kanisani watu wananisema. Na Mephibosheti alitoka mahali ambapo ni nyumba ya kifalme kwa ajili kwamba watu wanamsema. Akaenda akaacha mahali kuna lishe bora, akaacha kila kitu kizuri, akaenda kujificha
mahali ambapo ni mahali pa ukame, kwa sababu ya watu kumsema sema, kwa sababu watu waliona kwamba ana dhamani, naye kwa sababu ni mwanadamu akasikisa yale watu wanayosema, vile tunavyosema siku ya leo, na akaenda mahali inaitwa Lo-Debari, mahali ambapo ni pa ukame, na ni mtoto ambaye ni wa familia ya kifalme. Mmefanya watoto wa familia ya kifalme kutoroka katika kanisa la Mungu. Ole wako wewe unayesema sema wengine. Mimi sitakuficha, maana nitakwambia nililokuambia. Roho amezungumza. Church, we need to embrace them, kwa sababu ni wana na binti za mfalme. I cherish the status they are now, but they meant to be the princess and the prince of God. Mungu aliyekuumba ndiye aliyewaumba. Wacha kuwapa majina. Badala ya kuwapa majina, tunashukuru kwa sababu kanisa letu angalau limetengeneza kanisa kwamba iwe favorable kwa kila mtu. Those who are able differently, hata wao wanaweza kuja na wheelchair na wakuje hapa mbele. Wale ambao mko na watoto wako disabled differently, mumewaficha kwa nyumba, mtalaaniwa. Bring them before the Lord, because still they are the prince and the princess of our Almighty King. Wewe hukuambia Mungu chenye anafanya. Mtoto huyo aliyezaliwa akiwa hivyo able differently, sio wewe uliyemuumba. God has a purpose. Ile ambacho tunapaswa kufanya ni kuwasaidia, tuwasaidie tuwafike karibu. We lend help where possible. Kama unaweza kununua wheelchair kwa ajili ya mtu ambaye kwa mfano amelemaa mguu, utakuwa umefanya kazi ya Mungu. Kama kuna watu wengi hapa, labda akiangalia pale anioni vizuri, physically impaired, unaweza kumsaidia miwani. Kuna sababu Mungu ameruhusu watu kama hao wakuwe katikati yetu. Ameruhusu so that we extend the hand of love, so that we extend the help to them, ndio waweze kuona utukufu wa Mwenyezi Mungu. Lakini si kuwasema sema, maana karakta ya kusema sema hiyo sio ya Mungu, hiyo ni ya shetani, na tunaikemea leo kwa jina la Yesu na ishinde. Let me ask a simple question, because I know in our church we are blessed na watu wengi ambao wamesomea vitu mbalimbali. Hebu nione mtu ambaye amesomea sign language. Hebu nione kwa mkono. Kindly stand. Whoever ambaye amesomea sign language. Mimi naweza kosa kukujua, but God in heaven knows you. Let me see by the show of hand as you stand. Usiogope maana, sorry. Inaweza kana si mmoja. Maana sign language these days watu wanasoma sana. Na kuna uwezekano kuna watu hapa ndani ambao wamesomea sign language. Yaani sio kwamba yeye ameamua kuichukua kama nini, kama one of the careers. Hebu nione tena mara ya pili. Nione kwa mkono basi, hakuna kusimama. Let me see by the show of hand. Ambao wamesomea sign language. Okay. Sawa. Tuko na mshiriki mmoja ambaye tunajua. Naam. Katika hili kanisa. Na hata aliweza kujipeana kama kunaye mwenye ako able differently. Yes. Mwenye hawezi kusikia.
anaweza kuhudumia. Kwa hivyo alikuja kwa kikao ya wazee na tunamjua. Labda leo, siku ya leo hayuko pamoja. Asante. Na najua kanisa letu la Kiadventista Mungu ametubariki na vipawa mbalimbali. Mimi naomba tu kama inawezekana, huyu ambaye amesomea sign language, tusingoje mpaka mtu aingie ambaye anataka kusaidiwa. Iwe tu mchungaji anaposimama kuhubiri ama program inapoanza asubuhi, naye hawe hapo ameketi pale, anaweza kusaidia. Kuna wengine ambaye ndio ako na shida lakini hawezi kusema, anakuja tu anaketi hivi, anasema nimeingia nyumba ya baba, anaenda hivyo. Pale shuleni hakuna kitu unaweza kufanya pale mbele kama hakuna mtu wa sign language. That person is very important. Lakini nashukuru pia administration ya kanisa, may God bless you. Maana hii yenyewe inanionyesha, ninafurahi, ninashukuru sana. Na hata tukiextend zaidi, tunaweza tengeneza choo zetu si accommodate. At least tutengeneze moja ambayo for the able differently. Kuna watu wanaweza kuwa wana struggle jinsi ambavyo tumetengeneza. Lakini kwa nguvu na uwezo wa Mungu, hata kunawezekana mtu mmoja hapa ajitolee na aseme mimi nimejitolea kwa ajili ya kutengeneza nyumba yetu ya usafi angalau 2 kwa ajili ya watu wa aina hiyo. We need to accommodate them because they are princes and prince wa Mwenyezi Mungu. Yaani Daudi anatafuta mtu ambaye kwa jamii amekosa dhamani, lakini anasema je, kuna mmoja ambaye amebaki? Haijalishi amedharauliwa kiasi gani, haijalishi community wanamwangalia kivipi, lakini Daudi ananyosha mikono anasema kuna mmoja ambaye amebaki. Sifa anapoingia mbele yake, Sifa ni mfanyikazi wa nyumba ya Sauli, a steward of the house of Saul. Anapoenda mbele zake, anamwelezea kuna mmoja ambaye ni mlemavu. Yaani jinsi anavyoizungumza inaonyesha kwamba huyo si wa dhamani. Lakini hilo halimsumbui Daudi. Our God asumbuki sana kwamba tuliingia katika shimo ya dhambi. Ile kitu kinachomsumbua Bwana wetu sana ni kukataa kumkubali Yesu Kristo kama Mwokozi wetu. Ndio tuliingia katika shimo la dhambi. Hilo alimsumbui Mungu, maana Yesu Kristo alikwisha kuja akafa msalabani ili kwamba tusije tukaangalia jinsi tumelemaa na dhambi, tukaangalie msalaba, tukaangalie Yesu Kristo ambaye ndiye chanzo cha wokovu wetu. Daudi astuki kwa sababu ni mlemavu. Ndio jamii wanamuona tofauti, lakini Daudi anasema mulete kwangu. Na anapoletwa mbele ya Daudi anapomuuliza wewe ni nani, anasema ndio, anasema jina lake, na anasema ni nini hiki unanitakia mimi ambaye ni umbwa amekufa? Yaani a dead dog. Yaani watu walimsema mpaka yeye mwenyewe akajidharau. Let me tell you, a dead dog, kitu cha kwanza ananuka, huwezi kumkaribia. A dead dog hapaswi kukaa kwa makazi ya wanadamu, ila anapaswa kusikwa. Lakini huyu ni mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu. Anapoenda mbele ya mfalme, kando na kwamba aliumbwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu, yeye ni mtoto ambaye amezaliwa kwa nyumba ya kifalme. Nyumba ya kifalme ambayo iko na wafanyikazi, ambayo iko na maaskari wanapaswa kumlinda. Lakini anapoenda mbele ya Daudi, anajiona kwamba yeye ni umbwa tayari amekwisha kufa. Hivyo ndivyo tumefanya wale ambao wako able different na wachache today, wajione kwamba wao hawana dhamani. Lakini nataka kuwaambia wako na dhamani kwa sababu
sababu aliyewaumba aliwaumba kwa mfano wake, na aliwaumba kwa sababu Daudi anavyomchukulia sio vile Siba anavyochukulia Mephibosheth. It's very different. Daudi anamchukulia kama kiumbe wa maana, anamrudisha kwa hadhi aliyokuwa, kuketi katika meza ya kifalme, kukula pamoja na mfalme. Maana unajua katika Waisraeli, mtu anapokuwa ni mlemavu na mtu ambaye able maybe differently, watu walikuwa wanamuona kwamba ni laana, amelaaniwa, amemkosea Mungu. Lakini Daudi anapomtazama Mephibosheth, ndio amelemaa miguu yake miwili, yeye aangalie hiyo, ila anamrudishia hadhi, the respect ambayo aliyokuwa nayo alipozaliwa katika nyumba ya kifalme, na kumwambia sasa, kuanzia leo tutakula pamoja na wewe katika meza ya kifalme. Na hivyo ndivyo Yesu Kristo anapotutazama. Angalia jinsi tulivyoanguka, lakini anaangalia kuanzia sasa, wewe ambaye umemkubali Yesu kuwa Mwokozi katika maisha yako, anataka kwamba mketi pamoja chakulani. Revelation chapter 3 verse 20. Sikia hiyo. Soma msomaji. Revelation chapter 3 verse 20. Yes. Tazama, ndio nasimama mlangoni. Tazama, Yesu Kristo pake wanasimama mlangoni. Haijalishi wewe uliingia katika shimo ya dhambi na ukalemaa, angalia hiyo. Sikia, amesimama mlangoni. Nabisha. Na anapisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja naye. Ndio umeenda haraka. Hiyo jambo usiende haraka hivi. Ndio umeenda haraka. Ndio anza vizuri. Kwa unyenyekevu na tazama, nasimama mlangoni. Tazama, Kristo aangalie jinsi ulivyoanguka kwa shimo la dhambi. Yeye anapokuangalia, anaona kiumbe alichoumba kikamilifu. Anaona kiumbe ambacho ni mfano wake. Angalie jinsi ambavyo yale ambayo yamekwisha kutendeka pale nyuma. Maana anaangalia yule aliyefanya aache mfano wake mbinguni, akaja duniani, akasulubishwa kwa ajili ya kukomboa, ili kwamba akakurudishe katika meza ya kifalme. Sasa sikia, anapisha. Mtu akipisha mlango, wewe uko na uamuzi. You can decide to open for that person. You can decide to remain quiet. Na wezi kujilazimisha kuingia ndani. Unasikia hiyo? Kama mngesikia hiyo, mungebadilisha hata sura zenu. Sikia, mtu anapopisha mlango na wewe mwenyewe huko ndani, wewe ndiye utaamua either aingie ama asiingie. Maana hawezi kuingia bila kuruhusiwa na mwenye nyumba. Unasikia hiyo? Hawezi kuingia. Yesu Kristo hawezi kuingia bila kuruhusiwa na mwenye nyumba. Na ndio sababu anasema, ninasimama mlangoni na ninapisha. Kwa yule atakayesikia sauti yangu na akafungua mlango, ameahidi kufanya nini Elda? Nitaingia kwake. Amesema kwamba ukifungua mlango, kumaanisha umemruhusu, ataingia kwako. Aingii kwenu, anaingia kwako as an individual. Aingii hivi. Kila mmoja ako na nafasi ya kumfungulia Yesu mlango, na anaahidi kwamba utakaposikia sauti na ukafungua mlango, ataingia ndani. Atakapoingia ndani, atafanya nini Elda?
atakula chakula pamoja nami. Kama vile Daudi anaita mtu aliyepoteza thamani kwa jamii, watu walikuwa wanamuona kwamba hafai, anamuita, anamwambia kuanzia leo wewe utakula mezani nami, utakula chakula cha kifalme. Sikia, Daudi anaita steward ambaye ni simba, ambaye alikuwa anaona kama huyu hana dhamani. Anamwambia kuanzia leo I'm going to reinstate all the properties, all the lands of your master Saul. Na kuanzia sasa wewe na watoto wako ndio mtakaofanya kazi kwa ajili ya Mephibosheth. Sikia, yani watafanya kazi wakileta yote kwa nani? Kwa Mephibosheth aliyepoteza tumaini. Ameitwa kwa meza ya mfalme, na zaidi ya hapo amerudishiwa yote ya babu yake. Amerudishwa the state he was before, kwamba yeye ni mtoto wa kifalme. Wana wa Mungu, mtakapomfungulia Yesu Kristo mlango, maana kila mmoja wa mtu yote ameketi hapa, Kristo amesimama mlangoni, anapisha moyo wako. Ukimfungulia kumaanisha umempea nafasi, naye ataingia ndani, naye mtakula chakula pamoja mezani. He will reinstate you. Haijalishi ndio ulipoteza shamba la Edeni, sasa Yesu yuko hapa anasema usikumbuke yale yaliyopita. Mimi ninakuita, mimi napisha mlango, ukifungua nitaingia, nitakapoingia tutakula pamoja nao. Wewe tena utarudi kuwa mtoto wa kifalme, mtoto wa kifalme, mtoto wa kifalme, mtoto wa kifalme. Haijalishi shetani anakusema namna gani, lakini utakaposikia sauti, yuko tayari kula pamoja nawe. Ni wangapi wanasema mimi ningelipenda kwamba haijalishi of my past, it doesn't matter yale ambayo nimefanya hapo nyuma, it doesn't matter niliingia kwa shimo la dhambi, lakini sasa niko tayari kwa sababu Jesus is appealing to me. He's just standing outside my door. That means anasimama katika moyo wako na anapisha, na unasema katika masaa haya kwamba mimi kama fulani, maana unachichua, niko tayari kumfungulia Yesu Kristo moyo wangu, akaingie akanireinstate kuwa mfalme tena, kuwa mtoto ambaye ni wa mfalme, ambaye tutakula pamoja naye. Kama hilo ndilo ombi lako, ninaomba usimame. Kuna wengine ambao wanapojiangalia, umekuwa mmoja wa wale ambao wanaosema wengine na kuwafunja moyo. Yesu bado anakupenda. Do not look at your past. Usiangalie yale ambayo yamekwisha kufanyika pale nyuma. Sauti ya Yesu Kristo bado inakuita katika moyo wako. Ukifungua moyo wako leo, you will start a new life. Maana Kristo yuko tayari kukurudisha kwa nyumba ya kifalme ile ambayo unayofaa. Maana you are created in God's image. Chorister number 140 NZK. Anapokuwa akimalizia stanza ya mwisho, kwa wale wanasema kwamba mimi nimefungua moyo wangu, Yesu Kristo akaweze kuingia ndani yangu, kwamba akanirudishe kuwa mtoto wa kifalme tena, maana nitasahau kuangalia yaliyo nyuma. Yesu ndiye anayesimama kwa mlango yako. Nao pia nawapa nafasi, last stanza watakuja mbele, tutaweza kufanya ombi na wao.
maana they have made the right decision. Tusikubali kuangalia our status tukajiona kwamba hatuna thamani. I want to assure you, Kristo Yesu anapokutazama anakuona ukiwa wa thamani kubwa, na ndio sababu anapisha mlangoni wa roho yako. Utakaposikia sauti yake, he will reinstate you to the status that you were before. Wewe ni mtoto wa kifalme, and you will remain to be the prince and the princess of the king. Yesu anasimama mlangoni pako na anazidi kukuita. Utakapofungua moyo wako, yuko tayari, karibu sana. Yuko tayari kukureinstate uwe tena mfalme, uishi katika nyumba ya kifalme. It doesn't matter what has happened in the past, because now God does not look unto your past. Anaanza kuangalia saa hii ambavyo utafungua mlango wako. Msitarajie kwamba anataka mfungue mlango vile mko hivyo. Anataka you make a decision as an individual. And for sure, you make a decision as an individual, you will receive Jesus Christ in your life. We are living now. Tomorrow we don't know what will happen. Welcome. Elders, naomba muje. Asante. Tuko hapa siku hii ya leo. We are lucky that God has given us an opportunity. Let us grab the opportunity that we may be reinstated
wametusema vibaya. But I want to assure you this afternoon kwamba Yesu atakureinstate from the status that you are in now to a different status that you were before God, before sin entered the world. Yesu anataka kula pamoja nawe. He want to eat with you. Anataka ule katika meza ya kifalme, muketi pamoja naye. Maana anasema sitazami jinsi ilivyokuwa hapo nyuma, mimi ninatazama saa hii. Anasema tazama, nimesimama mlangoni na ninabisha. Kila atakayesikia sauti yangu. Uko na uwezo kwa saa hii kukubali kusikia sauti ya Yesu, ama aingie ndani ama akae nje. Yesu hawezi kukulazimisha. He will not forcibly come to your heart unless you welcome Jesus to your heart. If you refuse Jesus, he will go away. Na ataenda kwa yule atakayemkaribisha. Lakini wewe ambaye umefungua moyo wako, Yesu Kristo na akaingie ndani yako kwa jina la Yesu. Na kwa hakika atakula mezani pamoja nawe. Maana anajua shida zako. Maana anajua yale yote unayoyapitia. Yuko tayari kukupepea mizigo. Maana anasema, njooni kwangu mliolemewa na mizigo, nami nitawapepea. Yuko tayari kukupepea mizigo ya dhambi, na yuko tayari kukupepea mizigo ambayo imebeba kwa mapega yako ya kutafuta riziki ya kila siku. Is ready. He is only waiting for you to open your door. And your door, you want to open it as an individual without consulting anyone. I want to assure you, Jesus is ready to reinstate you. Jesus is ready to reinstate you. Yesu yuko tayari kukurudisha ile hati uliyokuwa. Haijalishi what many people have said about it. It doesn't matter. What matters is you have opened your heart to receive Jesus Christ in your life. Those of you who have accepted and have heard the voice of Jesus calling, those of you who have heard the voice of God knocking to your doors, to your heart, indeed, God will reinstate you in Jesus' name. There are some elders serving and non-serving. Come. Nataka muwasingie tuombe. Unapofungua moyo wako kwa ajili Yesu kuingia, you have declared the war. You have declared the war to the world. The devil has no problem with the people who are in the world, but he has the problem for those who have opened their heart for Jesus to enter. But I want to pray, nikafanya ombi kwamba Mungu akawalinde, kwamba Mungu akawalinde mnapotoka na mnaporudia, kwamba akawarudishe katika haki mliokuwa hapo awali kabla dhambi haitawafanya vile mlivyo. Tunaomba. Baba, jina lako litukuzwe. Yale ulioonelea kwamba ni vyema wana wako wakayasikia, wamekwisha kuyasikia. Naomba kwa unyenyekevu mwingi, kama mtumishi wako uliyemteua kwa ajili ya kazi yako, Baba, naomba kutangaza mibaraka kwa ajili ya wana wako ambao wamejitoa bila kuangalia umati. Maana umepisha mlango wa kila mmoja wetu. Hawa waliosimama ndio wako. Hawa ndio waliosikia sauti yako. Baba, ninaomba kwa sababu wamekwisha kutangaza vita kwa ulimwengu, ninaomba Yesu unayetupenda siku zote, ukawazingire kwa damu ya Yesu Kristo. Ukaenende nao siku zote wanapotoka kwa manyumba zao na wanapoingia, kwa jina la Yesu. Ukawabariki wanapokuwa mashambani, Baba ukawabariki. Wanapokuwa mchini, Baba ukawabariki.
Ndiyo, majaribu mengi yatawapata kwa sababu wamekukubali Yesu. Ninaomba kwa unyenyekevu mwingi uwape nguvu na uwezo wa kupigana na yule mwovu, maana umeahidi kwamba tazama, wale watakao nikubali kuingia ndani za nyumba zao nitakula pamoja nao. Baba, warudishie hadhi yao ya kifalme, maana hawa ni watoto wa mfalme aliye mbinguni. Asante Baba kwa kusikia ombi hili na kulijibu. Jitukuse katika maisha yao. Lolote watakalo lifanya katika maisha yao kwa ajili ya utukufu wa jina lako likafanikiwe. Asante Baba kwa kuwapokea hawa. Na ni kupitia Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Elders.